Tueleze kile kitu ambacho unaona kabisa umeweza kufanyia watu wa Maho, ambacho unahisi ni kitu ambacho kitasongeza wana Maho mbele. Ile miradi ambayo umeweza kufanya ambayo ni ya maendeleo na ambayo unahisi kabisa hii itasaidia wana Maho. Asante sana Bwana Cosmas. Ninahitaji watu wa Maho waelewe na Kenya kwamba ukichaguliwa kuwa kiongozi lazima uwe na mpango. Lazima uwe na ile ni mpango mzima. Na hasa mpango nikiingia Maho wakati ukiwa kama kiongozi, swala la maji lilikuwa kero. Lakini nimepunguza kero ya maji kwa asilimia kubwa sana. Watu wa Maho saa hizi kwa kufikia sasa hivi tuna hata kama kwa njia moja ama nyingine tuna asilimia iliyo juu ya asilimia 50. Either spendi kujisifu. Lakini nilipoingia tulikuwa na kero kubwa sana ya maji. Nilipoingia kitu cha kwanza tulikuwa na mradi wa Red Cross ambao ulikuwa unaelekea kumalizika. Yes, ambayo kwa njia moja ama nyingine huo mradi ulisha kipindi hicho ambao ulisaidia watu wa Kidondoni na Kasokoni. Nilikuwa mwalimu, nilikuwa nikipita hayo maeneo na naona hawa wanyama wanaitwa punda. Wakiwa punda kila siku nikienda shuleni naelekea kusomesha huko juu pande za Chala, nakutana na punda asubuhi na mapema wanatoka mtoni. Kwanza nikawa najiuliza haya maji je ni salama? Na hiyo nikajua nikiingia kitu cha kwanza ni kupumzisha punda. Na ukweli wa mambo nilipumzisha punda. Watu wa Kidondoni kustretch Kidondoni kwenda mpaka Kasokoni, kushuka mpaka kushika Makroliti B, Makroliti C. Wako sorted, wako na maji. Na tayari iliyobaki sasa ni kuongezea pipes. Hiyo ni bajeti ya nilipoingia tu hivyo, kwa sababu tulikuwa na mchango tunatoa kwa watu wa Red Cross. Pia nilihakikisha kabisa kwamba zile ball kwa mfano ya lesesi ilikuwa imekwama, nikairudisha. Maho pale kwa Njuluka pia nikairudisha. Ya Makroliti B pale kwa Mtawa nikairudisha. Na nikaanza mchakato wa kuchimba ball ya Maho, not ya Maho, ya Lang'ata, ambao nilianza ni mradi ulikuwa umewekwa kwa muda mwingi. Lakini nilipoingia nikahakikisha tumeanza kwa kuchimba. Tunapoongea sasa hivi huu mwaka wa 2024 mpaka 2025 tayari Lang'ata ball tumeshaiweka mpaka na umeme. Tayari yale ni maji yanahitaji kutawanywa. Tuko pamoja? Tayari Lesesia pia walikuwa na shida, walifika mahali wakawa wana shida ya umeme. Walikuwa na umeme, ulikuwa umeme wao umekatwa. Kwa sababu gharama nikawawekea pia modern mita ya umeme. Sasa hivi wao tayari wanatumia both solar na umeme. Pia watu wa Makroliti B pia wanatumia solar, niwaekea solar kupitia shirika la kijeshi, wakawekewa solar. Sasa hizo wanatumia solar na umeme. Kwa hivyo ukiangalia sasa hivi maji yako kiasi kidogo, na Lang'ata tunapoongea sasa yanangojea tu kuanza kutawanya. Tuko pamoja? Mwaka huu pia nimechimba ball ya Maho Village, ambao kwa bahati nzuri nao tumepata wadhamini. Ile ball nilichimba kipindi hiki. Wadhamini tukipata wadhamini kutoka kwa watu wa World Vision ambao tumekuwa na wao tayari wamekubali. Nafikia uliona kuna wageni uliona pale wa kutoka Canada. Ile maji ni mengi sana ile tuchimba pale. Tunatarajia wakati wote wachukue ule mradi wajenge tangi la lita 1200 pale, na watawanyie vijiji vyote Maho zote mbili, na watawanye majengo kwenda Mboa pamoja na shule zote tatu, ikiwa ni shule ya Maho Girls, shule ya Maho Primary ambayo shule ya msingi, na pia ile shule ya Shekechei ambayo iko hapa, na watu wa pale wapate maji. Hiyo ni mpango ambao uko tayari unaendelea, kwa sababu wakimaliza mpango mzima wa Riata ambao wanaendelea nao saa hii watakuja kuanza huo mradi. Pia Makroliti C water distribution, ambayo Makroliti C water wamekaa kwenda kufika kule kwa kinajini mzee wa mitaa kutoka maji hizo pipes. Nilipeana distribution ya pipes ya over 3.4 kilometers ambao umetoka au maji yametoka kutoka kwa barabara huko kwa Lelengeso akaenda mpaka karibu na reli.
Kwa hivyo tunapoongea watu wa McLeod C wameshapata maji, wanasubiri ni waongezee more pipes kwa sababu ya distribution. Au walikuwa wajui ni lini watapata maji, kwa sababu walikuwa wanaambiwa kwamba watapata maji wakati Yesu atarudi. Hizo ni kata statement ambazo nilikuwa nani. So upande wa elimu, upande wa maji kidogo nimejaribu to that level, na mpango mzima nimeitisha pipes za karibia 5 kilometers ambazo nataka kuempower the ball ya Russia, ni empower ball ya Lang'ata, empower ball ya na pia hiyo ya Red Cross, ambao kwa sehemu nyingi kuna mitaa ambayo hajapata, pia nao waweze kupata yale maji kwa njia nzuri au maji ya kutosha. Pia nina mpango wa kusukuma tuone kama tunaweza kuwa na the electricity part of it, apart from the solar kwenye hiyo ya Red Cross na hii nyingine ya CDA, yale maji ya ball ya CDA ambao pia anafanya irrigation. Nina mpango wa kufikiria juu ya wao pia wapewe umeme. Wakipata umeme watakuwa kwa nyakati zingine wanapiga maji ya kutosha. Kwa hivyo malalamisho ya maji yatafikia ukingoni. Sawa. Pia tayari watu wa World Bank tayari wameshapandisha. Unafikiri uliona pipe kubwa inapanda ikielekea pande ya Lesese. Mpango mzima ni huo mradi unapanda hiyo pipe, unatarajia wajenge tangi kubwa ya kama 500,000 liters ambao ni 500,000. Na hayo maji yataweza kumaliza kesi ya maji kabisa mitaa yote ambao ni California, New California na New Town, na pia sehemu zile chache ambazo zitakuwa hazijasaidiwa na hii maji ya Bohol, hii maji ya vijiji ya Bohol. Kwa hivyo mpango mzima huko namna hiyo. Pia ninaendelea kufikiria kama huu mradi utachelewa kwenye bajeti inayokuja, niongeze a bigger tank, kwa sababu pale ile tangi ya Lesese ya Bohol ni ndogo, ni ya lita 25,000. Ni ndogo sana, ni kama tangi la mtu nyumbani. Alikidhi. So naendelea kufikiria juu ya vile nitaweka another kupitia mpango wangu wa FLOCA na Equalization Fund. Wanipatie an extra tank apart from the 25,000 liters ambao liko hapo. Wajenge lingine next ili pia liweze kukava, kwa sababu the population kwenda hivi inaendelea ikiongezeka. Si sawa? Kwa hivyo pia tukiendelea kusubiri hao maji ambayo ni ya TAVEVO kupitia World Bank. Yes. Watu wa Mao wasio na wasiwasi juu ya barabara. We will get to that. Barabara ndio changamoto yangu kubwa. Hata naweza sema kwa mabarabara labda asilimia yangu ni asilimia 20 ama 40. Kwa sababu nilipoingia kitu cha kwanza nilitoa barabara ya California kupitia Tangi. Yes. Msikitini kwa Tangi. Na nikaitoa mpaka kwa lami. Hiyo kutoka kwa lami hiyo barabara nikaitoa na nikarudi tena nikatoa barabara ya Timbila. Timbila kwenda Sakareli. Na pia nilitengeneza barabara 3. Alafu nikatoa barabara 4. Nikatoa barabara ya Kidondoni pale kwenda Timboni. Alafu nikatoa nyingine kutoka kwa Lengeso nikaiweka mpaka kuconnect Kidongo. Barabara ambayo ilikuwa kidogo inaonekana utata, lakini imekuwa msaada mkubwa ya kuingia, kwa sababu kuna kilimo kinafanyika pale. Ile barabara nikaweka ikaenda mpaka mtoni pale. Kwa hivyo nikawa nilipoingia tu kitu cha kwanza nilitengeneza hizo barabara 4. Mpango mzima ilikuwa pia nitoe ya Timbila roundabout kwenda mpaka Timbila town ambayo ilikuwa ile barabara ya kitambo. Lakini nikaambua hiyo barabara ni ya serikali, nikaachana nayo. So ndio nikapeleka Sakareli huko Timbila Sakareli. Pia ni mwaka uliopita mwaka wa 2023-24 nikaweka barabara zingine. Nilikuwa nimechangamkia barabara kwa sababu nilikuwa kidogo kuna pesa. So nikachangamkia barabara ya youth pale kwa chief kutoka mpaka kwa lami. Hiyo nikaitoa. Nikarudi tena nikachukua ya Divine Favor Kilimanjaro mpaka kwa Tangi. Hizo barabara waliona. Alafu nikatoa barabara moja kutoka hapa kwa lami ikaenda mpaka mlimani juu Lesese. Hizo barabara nilichangamkia barabara ngapi? Barabara 3. Yes. Mwaka huu nilikuwa na bajeti ya nikitegemea pia fuel levy. Mwaka huu wa 2020 huu ambao unaisha. Lakini ukawa changamoto kubwa nilipokuwa kwamba sasa hatuna fuel levy.
Katika mpango mzima nilikuwa nimeweka barabara mbili. Hii ya Brighter Day iende mpaka shuleni, ile kwenye shule ya Lesesia, na pia nikawa nimeweka ya Lang'ata kwenda mpaka Tingoni. Ilipokuwa kwamba fuel levy hakuna. Anashukuru Mungu kwa sababu mahakama imeamua kwamba hizo pesa zije kwa counties. Ni mategemeo yangu kwa sababu nimesikia governor akiongea jana. Yes. Akasema kwamba wanaenda sasa kushughulikia hiyo. Kama hiyo fuel levy, hiyo pesa tutapata. Hata watu wa Miereni wasio na wasiwasi. Watu wa hizo barabara zote. Kwa sababu mimi si bagui watu kwenye distribution of resources, ugawanyaji wa rasilimali. Si bagui hata mtu mmoja. Na zile pending bills sasa. Kwamba malengo yangu ni kuhakikisha kwamba tumemalizana na hiyo nani kabisa. Iwe hakuna tena hizo mabarabara kuhakikisha zimetolewa. Hata kuna kwingine hawana barabara. Ile nyingine sasa ilikuwa niongelee ni juu ya pending project zangu. I have only 2 pending projects zangu. Project ya kwanza ambayo iko inasubiri ni mradi wa Makroliti A water ball, ambao watu wa Coast Water Board walichimba ile ball hapo nyuma. Walipochimba ile ball pale, walichimba kwa watu, walichimba ile ball kwa shamba la mtu, watu wawili, mmoja mzee Njuruka na ingine kwa mama Masamu Tanji. Ile ball haiwezi kuwa mali ya kijiji kwa sababu imechimbwa kwa nini? Kwa shamba la mtu. Na kuangalia ile changamoto nimeweka mikutano pale Makroliti A. Na nikaeka mchakato wa kuhakikisha kabisa county government imelipa ile plot. Na sasa tunapoongea Walu ameshaenda pale, ameshamaliza. Tunakusudia wakati wote wale wenye zile plot mbili walipwe. Ile sehemu irudi kwa kijiji. Wakiendesha ule mradi, wanaendesha mradi kama wa serikali na wa kijiji. Si kama unaelewa? Ile mradi mwingine bado ambao tunatarajia na ambao bado sijatekeleza, ni basari ya VTC, ambao wakati wowote kama vile nilieleza kwamba wakati wowote ile pesa inaweza toka na tukatatua. So nitakuwa nimemaliza 100% ya miradi yangu. Pia upande wa pending bills tumejaribu kama viongozi kupitia kusukuma kama oversight department kama MCS. Tumesukuma department zote hasa kwa upande wa serikali ya county. Kuhakikisha kabisa hatutaenda kuruka pandele tuko na pending bill. Kwamba contractors wote ambao wamefanya kazi mwaka wa 2024-25 na wamefanya kazi kwa wakati unaostahili, ile miradi yote imekamilika. Ikiwezekana kipindi cha bajeti inaoisha mwezi huu, wao wameshalipwa wote. Wakilipwa wote tutakuwa na mzigo wa pesa zinazo ama pending bills mwaka ujao. Upande wa pending bills za kipindi kilichopita pia tunaendelea kusukuma serikali. Kwa hiyo utakuta naelewa kama serikali iliyoko sasa imeridhi pending bills mingi. Lakini ni sauti yangu kama kiongozi kwamba watu walipwe hizi pending bills, kwa sababu wengine wao wanateseka sana. Mingine miradi waliofanya inatumika mpaka sasa. Na ina maana mnatumia mradi wa mtu na alitumia pesa yake na mumulipi. Si vyema. Na hata nashukuru serikali kuu kwa sababu nimeona pia wametaja pia juu ya issue ya pending bills. Na pia miradi ambayo ilitengwa. Kuna miradi iliyotengwa na ikafanyikwa na ikaachwa. Mfano Bomeni unaona na Mao unaona. Big like Maona zile sehemu zingine. Almost wadi zote 20. Kwangu nilikuwa na miradi mikubwa 6 ambayo ilikuwa ya hapo awali. Nimeshapunguza miradi 4, nikabakiza miradi mingapi? 2. Social hall ya Miereni ambayo iliwachwa katika slab level.
hiyo nataka kung'ang'ana nao nione kwamba, kwa sababu ni mradi ambao waliupendekeza na wanautaka. Nataka kung'ang'ana mpango wa bajeti ya sasa utoke. Upande wa mradi wa ECD kitchen ambao ni jiko la chekechea ambalo liko pale Mahoo Primary. Ile jiko likamilika, lakini limebakiza sehemu kidogo ya kumalizia. Hili naye contractor aweze kufanya nini kumalizia na kupeana funguo. Kwa hivyo natarajia pia huo mradi wa ECD wa hiyo jiko la ECD ambalo huko Mahoo ni hakikisho umefanyika mwaka huu. Nimeshaagiza engineer pamoja na ule contractor waende waangalie, wafuatilie hili, ikiwezekana wanipe mpango mzima ni wa pesa ngapi, ili niweze kupangilia ili executive ifanye hiyo kazi. Tumemalizana mambo ya pending projects ambazo zinaitwa viporo ambavyo vimebaki kwa muda mrefu bila kutendewa kazi, kwa sababu hiyo ni pesa ya umma.